Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Wanachama wa Chama cha Mapinduzi na Watanzania kwa ujumla wahimizwa kuendelea kutunza tunu ya umoja na amani. Na katika habari za kimataifa, miili zaidi yatafutwa katika eneo la ajali ya ndege nchini India. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanze na taarifa inayoeleza kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Stephen Wasira amewataka wanachama wa Chama cha Mapinduzi na Watanzania kwa ujumla kuendelea kuitunza tunu ya umoja na amani iliyoasisiwa na waasisi wa taifa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Kwa taarifa zaidi tuungane na Innocent Horomo kutoka mkoani Ruvuma. Wasira ametoa wito huu akiwa mkoani Ruvuma katika halmashauri ya wilaya ya Songea, jimbo la Peramiho, katika mkutano na viongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya matawi, vijiji, kata na kundi la vijana na wazee. Amesema Watanzania tumejengwa na kuunganishwa na umoja unaodumisha amani na ushirikiano uliopo baina yetu na nchi jirani. Aidha, amewataka vijana wa Kitanzania kutumia vyema mitandao ya kijamii katika kutunza amani iliyopo na kuleta maendeleo kwa taifa. Tusikubali mchezo wa kuvuruga umoja wa taifa hili. Anayeuchezea mwambieni chunga uchumi wako. Sisi hapa hatutikisiki. Umoja ndio unatufanya tunakuwa nchi ya amani. Maana watu ambao si wamoja kugombana ni kawaida. Tuna amani. Na amani ile, yani vina uhusiano, umoja una uhusiano na amani. Na amani na uhusiano na maendeleo. Lakini siku hizi ukisoma mitandao, eti matusi ndio demokrasi, eti matusi ndio uhuru. Uhuru wa kutukana. Tulitafuta uhuru ili utusaidie kujenga watu pamoja, kuleta amani katika nchi na kusimamia maendeleo yao. Kwa upande wa wazee wa jimbo la Peramiho, wameshukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuendelea kulinda tunu ya amani na umoja uliopo nchini na kutekeleza miradi ya maendeleo inayowagusa wananchi, hususan wananchi wa ngazi ya chini. Naomba kufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais. Pongezi kwa kudumisha amani na tunu ya amani katika nchi yetu. Sisi wazee tunaunga mkono juhudi hizo. Na mwisho kabisa, tunakuomba sisi wazee tulio wengi ni wakulima, tunaomba huu mpango wa ruzuku ya mbolea na pembejeo kwa ujumla iendelee hata muda wake utakapopita. Asante sana. Naye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Songea vijijini Thomas Masolwa anaainisha miradi mbalimbali ya maendeleo iliyotekelezwa na serikali katika jimbo la Peramiho. Ametuletea maji kila vijiji na kama sio kila kitongoji. Lakini tunaendelea kumshukuru kwa ajili ya huduma za umeme. Ametuletea umeme kila kitongoji. Umeme unawaka. Peramiho na Madaba ni nyeupe kwa sababu ya umeme. Lakini miundombinu ya barabara, lakini shule ametujengea mashule mazuri sana, sekondari na shule za misingi. Lakini pia Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Rais wetu ametuletea vitu mbalimbali vya maendeleo. Na hasa katika afya, tumepata juzi tu tulipokea madaktari bingwa wa magonjwa ya saratani. Ni kushukuru sana Innocent Horomo kwa taarifa hiyo. Katika kuimarisha upatikanaji wa haki na kushughulikia migogoro ya ardhi, serikali mkoani Dar es Salaam kwa kushirikiana na Wizara ya Katiba na Sheria inatarajia kuendesha kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, yani Mama Samia Legal Aid Campaign, kuanzia Juni 16 hadi 25. Taarifa zaidi tuungane na Mrisho Mapeo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkuu wa mkoa huo Albert Chalamila amesema lengo la kampeni hiyo ni kuwasaidia wananchi kushughulikia kero za kisheria ili kupata haki, usawa, amani na maendeleo. Hivyo amewataka wananchi wenye changamoto za kisheria kujitokeza. Chalamila amesema kampeni hiyo inazinduliwa Juni 16 kwenye uwanja wa Maturubai Mbagala jijini humo, ambapo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anatarajia kuwa mgeni rasmi, na kwamba baada ya uzinduzi huo kampeni hiyo itakwenda wilaya zote za jiji hilo. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Kassim Majaliwa mbunge, na wananchi wote, kwa maana ya saa 2 Mheshimiwa Waziri Mkuu atakuwa tayari kwenye maeneo hayo. Lengo kuu la kampeni hii ni kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wote. Lakini kama mnavyofahamu, kwa nini jambo hili liko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria? Nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya katiba na nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria. Na kama mnavyofahamu kwamba kila jambo unapotaka kulifanyia utatuzi, moja, linapaswa kuwe na weledi wa kitaaluma. Aidha, amesema ndani ya jiji hilo, mbali na migogoro ya ardhi, kumekuwa na matukio ya ukatili wa kijinsia, hivyo kutakuwa na wataalamu wa sheria na madawati ya jinsia ili lengo la Rais Dr. Samia kuendesha kampeni hiyo liweze kufikiwa. Lakini zaidi pia migogoro ya ardhi. Tunaona sehemu mbalimbali watu wanakwenda kwenye maeneo, wanapima maeneo ya watu hata bila vibali vya kufanya namna hiyo. Wanatoa mpaka hati. Lakini kuna mahali unakuta kuna contradiction ya kisheria. Hati inatolewa juu ya hati. Je, nini hiki kinachopelekea mambo haya yawepo? Fika tarehe 16. Nitoe rai kwa wale wana Dar es Salaam wote wanaokuja kwa ajili ya kupata suluhu la mambo haya, wahakikishe wanakuja na nyaraka zote za msingi ambazo zitasaidia jopo la wataalamu kuweza kushauri, kuweza kutatua ama kuweza kufanya jambo jingine ambalo litakuwa kwa mujibu wa kisheria. Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma za kisheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, Esther Msambazi, amesema kuwa kampeni hiyo imeanza kutekelezwa mwaka 2023 na imefikia kwenye mikoa 5 ya Zanzibar na mikoa 25 ya Tanzania bara, ikiwa tayari imefikia na kusaidia zaidi ya wananchi milioni 2. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumetatua migogoro zaidi ya 5,000 kati ya migogoro zaidi ya 20,000 ambayo iliweza kusajiliwa. Hiyo migogoro zaidi ya 5,000 ni ile ambayo ilitatuliwa papo kwa hapo, kama ambavyo umewaelekeza wananchi wa Dar es Salaam wale wanaoweza kuja na nyaraka zao, lakini tukaweza kupata upande wa pili, migogoro inaweza kutatuliwa papo kwa hapo tukiwa uwandani. Labda lingine, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nifafanue pia kwamba timu za utekelezaji kama ulivyosema zitakwenda kwenye ngazi za kata. Kwa kila halmashauri tutakuwa na timu moja yenye wataalamu zaidi ya 15 ambao watapita katika kata 10, na kila kata moja watapita katika mitaa 3 kwa ajili ya kuweza kuhudumia wananchi. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Kuelekea katika uzinduzi wa daraja la JPM lililopo mkoani Mwanza, mkuu wa wilaya ya Misungwi Johari Samizi amesema kuwa daraja hilo linakwenda kufungua fursa mbalimbali za kiuchumi, huku akitoa wito kwa wakazi wa Misungwi kujitokeza kwa wingi Juni 19 katika zoezi la uzinduzi. Emmanuel Meshaki kutoka Mwanza anayo taarifa zaidi. Samizi amesema hayo mara baada ya kufika katika daraja hilo, ambapo amesema kwa sasa wananchi hawatatumia muda mwingi kupita katika eneo hilo, hali ambayo itachangia watu wengi kuokoa muda wa kwenda kufanya shughuli zao za kiuchumi kwa wakati. Tunafahamu kabla ya daraja tulikuwa tunatumia feri kuvuka kutoka Kigongo kwenda Usisi, na tulikuwa tunatumia muda mrefu kidogo kwa sababu muda wa kufika pale feri, kukata tiketi, kusubiri ilikuwa ni takriban dakika 45, wakati mwingine mpaka masaa 2 kama feri itakuwa iko upande wa pili. Sasa daraja hili linakwenda kupunguza muda. Kwa uchache tu daraja hili unatumia dakika 5 mpaka 3 kufika ng'ambo ya pili. Kwa hiyo tunaona hapa tunakomboa zaidi ya dakika 40, saa 1 na kuendelea. Huu muda peke yake kama unauhamisha katika swala la uchumi, wanahesabu watatusaidia, kuna kitu kitakuwa kimefanyika katika muda huu. Sasa fursa gani tunazipata? Tutasave muda, lakini muda huo tutautumia katika shughuli zingine za kiuchumi. Samizi pia amesema kuwa kupitia miradi mikubwa iliyopo katika wilaya hiyo, likiwemo daraja la JPM, reli ya kisasa ya SGR pamoja na bandari kavu, inakwenda kuifanya wilaya ya Misungwi kuwa wilaya yenye fursa mbalimbali za kimaendeleo. Sisi Misungwi, pamoja na kwamba ili daraja ni la kitaifa zaidi, tutalitumia pia kutangaza wilaya yetu, kwa sababu ili ufike Mwanza utapita Misungwi na Sengerema. Sasa fursa za kijamii ni kwamba leo hii kuna watu inawezekana walikuwa wanaijua tu Misungwi kwa uchache, kwa kidogo, lakini kupitia daraja hili watu watajua kwamba ili uvuke kwenda upande wa pili wa Sengerema
utapita Usagara ambapo ni Misungu, utafika Kigongo, alafu utavuka upande wa pili. Kwa hiyo tunasema fursa sio tu za kiuchumi, lakini pia kuna fursa za kijamii ambazo linatufanya sisi wana Misungwi tuweze kunufaika moja kwa moja na daraja hili. Daraja la JPM ambalo linaunganisha wilaya ya Misungwi na wilaya ya Sengerema linatarajiwa kuzinduliwa Juni 19 mwaka huu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivi karibuni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa daraja hili ambalo kiukweli itakuwa ni msaada mkubwa sana kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo mengine ambao wanavuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kutoka hapa katika daraja la JPM, Emmanuel Meshak, TVE. Ni kushukuru sana Emmanuel Meshak kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji wa TVE, tuelekee sasa mkoani Mara ambapo mamlaka ya afya katika manispaa ya Musoma mkoani Mara kwa kushirikiana na vyombo vya usalama wamekamata zahanati bubu iliyokuwa ikifanya kazi ya kulaza na kutibu wagonjwa kwa kificho katika kata ya Kwangwa A, na mtu mmoja anashikiliwa akidaiwa kumiliki zahanati hiyo. Adam Kadutu ana ripoti zaidi kutoka Mara. Hapa ni katika eneo mojawapo la kata ya Kwangwa ndani ya manispaa ya Musoma mkoani Mara. Operation inayoongozwa na mganga mkuu wa manispaa ya Musoma kwa kushirikiana na maafisa wa afya pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama, hatimaye wanakutana na mzee Wilson Omoro ambaye ameanzisha zahanati bubu akilaza na kutibu wagonjwa, na huu ndio utetezi wake. Nina kama miezi mitano nilikuwa na duka la dawa, ndio nikatumia leseni hiyo. Sio dispensary huduma. Sio dispensary na hii chumba kimoja. Hii ni huduma ndogo kama first aid nilikuwa natoa kwa wagonjwa wenye homa, wakisha pimwa huko maabara wanakuja na cheti kile cha majibu, naweza kumpa first aid. Bejeni Nyamisi ni afisa mtendaji wa kata jirani ya Kigera. Anaitaka jamii kutoa ushirikiano na kuripoti kila aina ya matukio ikiwemo haya yanayotishia kuhatarisha afya ya umma kwa kuanzisha zahanati isiyokuwa na kibali. Wito wangu kwa jamii na kwa watu wanaotoa huduma bila utaratibu, kwa kwanza kabisa wafuate sheria, lakini pia jamii kama jamii wawe ni watu wanaopenda kwenda hospitali zinazoeleweka. Wanadai kwamba kwa hospitali ukifika unahudumiwa ndio baadaye unalipa. Mimi na mtoto ana asthma, lakini nilimpeleka Nyasho akiwa hoi. Cha kwanza nilianza kutukanwa na huduma ilishindikana mpaka nirudi kutafuta pesa. Ina maana njia hizi mnazozikataa zitaendelea kulingana na jamii za hospitali zetu, kulingana na huduma zetu za hospitalini. Tunaenda hospitali, mizunguko inakuwa ni mingi, hauna pesa, unarudishwa muda mwingine, na ndio maana tunafikia hatua ya kumwangalia huyu mzee hata ukiwa na shilingi 2000 anaweza kukusaidia kwa namna nyingine. Mganga mkuu wa manispaa ya Musoma anathibitisha kutokea kwa tukio hili, ambapo anaikumbusha na kuhimiza jamii kufika kupata matibabu katika zahanati na vituo vya kutolea huduma za afya vinavyotambulika. Tulipokea taarifa kwamba pia kuna zahanati bubu maeneo haya, na ni kweli huyu mzee ni mstaafu. Tumekuja hapa tumekuta wagonjwa 5. Tumekuta bibi mmoja amelazwa akiwa amewekewa drip, alafu tumekuta watoto waliogongwa na pikipiki. Ana masindano makubwa Celetriaxone humu, anachoma sindano, anafunga vidonda, ana mikasi humu ndani, hamna sehemu ya kuchemshia mikasi ile. Lakini ina maana mgonjwa akija, maambukizi ya ukimwi yatakuwa hapa yatafanyika. Ni kushukuru sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Tanga Bombo inakabiliwa na upungufu wa vifaa tiba kwa ajili ya kuwahudumia wananchi, hususan mama wajawazito na watoto ambao hufika hospitalini hapo kwa ajili ya kupatiwa huduma za kibingwa wakitokea maeneo mbalimbali. Kutokana na umuhimu wa uhitaji wa vifaa hivyo, kampuni ya mawasiliano ya Yas imefanya makabidhiano ya vifaa tiba kwa ajili ya wodi ya akina mama katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Tanga Bombo. Taarifa zaidi na Glory Machare kutoka Tanga. Mganga mfawizi wa hospitali hiyo Dr. Frank Shega anazungumzia umuhimu wa vifaa hivyo kwa ajili ya kutolea huduma kwenye wodi ya kina mama. Vifaa hivi vinakwenda kuongeza ubora wa huduma katika hospitali yetu, kwa sababu tunahudumia wastani wa wananchi 2,600,000 katika halmashauri 11 za mkoa wa Tanga, na ni kwa mujibu wa sensa mwaka 2022. Wananchi wote hawa ambao wanahudumiwa kwenye vituo vya afya, hospitali za wilaya
wote wakipata changamoto ambazo kimsingi zinahitaji huduma za kibingwa na kibobezi wanakuja hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga. Kwa hiyo wote huwa tunawapokea na kuwapa huduma. Kwa uwepo wa vifaa hivi unakwenda kuongeza tija na ufanisi wa utoaji huduma katika hospitali yetu. Muuguzi kiongozi wa wodi ya wazazi ya hospitali hiyo Alimariko amesema vifaa hivyo vitaongeza ufanisi wa utoaji huduma, huku mkurugenzi wa kanda ya Pwani Kaskazini wa kampuni hiyo Abdul Ali akieleza kuwa mchango huo ni sehemu ya kampuni hiyo kurudisha kwa jamii faida walioipata. Tumeweza kupata Doppler mashine ambayo inasaidia kusikiliza mapigo ya kina mama wakati wakiwa wajawazito na kuweza kupata matokeo yaliyo sahihi. Vile vile tumeweza kupata kitanda kwa ajili ya kujifungulia wakina mama wajawazito na kuweza kupata watoto wao kwa usalama. Na tumeweza kupokea delivery pack 4 kwa ajili ya kujifungulia wakina mama. Kulingana na takwimu za wizara, kati ya wanawake 5 mpaka 10 huwa wanakumbana na changamoto kipindi cha kujifungua. Kipindi cha kujifungua kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama Yas tunatambua pia kuunganisha watu sio tu kwa huduma za kidigitali, lakini pia kupitia huduma ya afya tunawatouch wananchi moja kwa moja. Mchango huo utawasaidia wakina mama wajawazito kujifungua salama watoto ambao huenda wangepatikana kwa shida kutokana na uhaba wa vifaa tiba kwenye hospitali hiyo. Ni kushukuru sana Glory Machare kwa taarifa hiyo. Wafugaji wa ng'ombe kutoka mkoa wa Geita wametakiwa kuzingatia matumizi ya malisho bora kwa ajili ya mifugo yao, hatua ambayo imetajwa kuwa muhimu katika kuboresha afya ya mifugo na kuongeza tija katika uzalishaji wa maziwa na nyama. Taarifa zaidi na Joel Maduka inafafanua zaidi. Wafugaji hao kwa sasa wako nchini Uganda wakishiriki ziara ya mafunzo ya ufugaji wa kisasa kufuatia mwaliko wa balozi wa Tanzania nchini humo Meja Jenerali Paul Kisesa. Ziara hiyo inalenga kuwawezesha wafugaji kujifunza mbinu bora na za kisasa za ufugaji zenye tija. Akizungumza katika mafunzo hayo, Dr. Emmanuel Tayambwe Lutemwema, mfugaji kutoka nchini Uganda, amesema kuwa matumizi ya malisho ya kisasa yamechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha afya ya mifugo, hali inayosababisha ongezeko la uzalishaji wa maziwa na nyama. So what are we feeding on? Tunalisha nini? We give maize silage. Tunawalisha silage inayotokana na mahindi. We mix with the napier silage inayochanganywa na napier, majani yale ya malisho aina ya napier. We mix with hay, tunalisha hay, and then brewer's mash. Na brewer's mash yani machicha yale ya bia yale yanayotulisha. So we mix and give. Au tunachanganya kwa pamoja na kuwapa. Every cow, kila ng'ombe, we give 15 kilograms a day. Anakula wastani wa kilo 15 ya changanyiko huo kwa siku. Nao baadhi ya wafugaji kutoka mkoani Geita wamesema wamejifunza kwa vitendo na wameona namna ambavyo wameweza kupiga hatua katika sekta ya ufugaji kutokana na kuwepo kwa mashamba ya malisho ambayo yanawafanya ng'ombe kutokudhurura maziwa na nyama. Lakini hata wale wanaofugwa wa zamani kama ankole wamefugwa kisasa zaidi. Ng'ombe hazururi. Kuna mashamba ya malisho ya kila aina na mchanganyiko bora ili kutengeneza vitamini ya mifugo. Kwa ng'ombe wengi wanaweza kukaa kwenye eneo dogo. Hicho ndicho tulichokiona. Kama mimi mfugaji wa ng'ombe wa maziwa sijaandaa malisho, huwa naenda na kuteleza nyasi na kata nyasi na leta, lakini huku jinsi nilivyoona ni tofauti kabisa. Nimejifunza. Kwanza unaweza kaandaa shamba lako, kaandaa malisho yako, eneo dogo ukatunza ng'ombe. Tumejifunza ng'ombe hekari moja inatunza ng'ombe 8 bila kupata shida yoyote. Kwa upande wake, mkuu wa section ya mifugo halmashauri ya wilaya Geita Godfrey Buberwa amesema mafunzo hayo yatawasaidia kuandaa mpango kazi utakaowashirikisha wadau wote wa sekta ya mifugo. Naamini kwa mafunzo tuliyoyapata hapa na baadhi ya wafugaji wetu, tunaenda kuandaa mpango kazi ambao tutawashirikisha wadau wote wa sekta ya mifugo, lakini na wadau wa ardhi ambao kimsingi bila mfugaji kumiliki ardhi hawezi kufuga.
Kwa hiyo tunaenda kutoa hamasa kwa wafugaji wetu waweke mpango ya kumiliki ardhi, warasimishe maeneo yao yatambulike kisheria, waweze kufuga pasipo kuingiliwa. Wafugaji hao wanatarajia kurejea nchini Tanzania wakiwa na maarifa mapya yatakayowasaidia kubadilisha taswira ya ufugaji katika mkoa wa Geita na Tanzania kwa ujumla. Ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TVE, turejee tena jijini Dar es Salaam ambapo katika kukabiliana na changamoto ya usugu wa vimelea vya magonjwa ya mifugo hususan kuku dhidi ya dawa za kutibu vimelea, hivyo wafugaji wametakiwa kutibu mifugo yao kwa kufuata ushauri wa kitaalamu, ikiwemo kufanya uchunguzi wa aina ya dawa sahihi inayofaa kwa matibabu ya mifugo. Mrisho Mapeyo ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika semina ya mafunzo kwa wafugaji wa kuku na wataalamu mbalimbali ikiwemo maafisa ugani ngazi ya halmashauri, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania TALIRI Profesa Eric Vitus Komba amesema dawa nyingi za kutibu mifugo hususan kuku kwa sasa hazina uwezo wa kutibu na kuua vimelea kutokana na matumizi holela ya dawa za mifugo, jambo ambalo limesababisha vimelea kuwa sugu dhidi ya dawa. Profesa Komba amesema kuwa usugu wa vimelea hivyo kwenye mifugo pia vinaweza kusababisha madhara kwa binadamu wanaokula nyama, kwani utafiti unaonesha kuwa kwa sasa dawa nyingi za kuua bakteria yani antibiotics hazina uwezo wa kuua bakteria kwa mifugo na kwa binadamu pia. Kwanza muite daktari wa mifugo. Daktari wa mifugo ndio agundue ugonjwa. Lakini la pili, amruhusu daktari au yeye mwenyewe achukue sampuli alete maabara. Kwa hiyo tunashawishi sana wafugaji watibu baada ya matokeo ya maabara. Lakini la tatu ambalo ni kubwa zaidi kwa afya ya jamii ni kwamba akiwa na watibu kuku, kuna kitu tunaita kwa Kiingereza withdraw period, au kipindi ambacho ukimaliza ile dozi ya mwisho, kipindi ambacho dawa itakuwa imeisha mwilini. Hicho ni muhimu sana kuangalia kabla hujamuuzia mlaji aidha kuku wa nyama au mayai. Hili ni tatizo kubwa, wafugaji wengi anakuwa anatibu kuku, wamefikia uzito wa kuuza, anauza kwa walaji, lakini pia mayai yanauzwa kuku wakiwa kwenye dozi. Kwa upande wake mtaalamu wa tiba za binadamu na mhadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi ya Tiba Muhimbili, Dr. Mtebe Majigo, aliposhiriki mafunzo hayo, amesema mbali na mifugo kuathiriwa na matumizi holela ya dawa kwa binadamu, ikiwemo kutumia dawa bila ushauri wa kitaalamu na kutomaliza dozi, yanaweza kusababisha usugu wa vimelea na kupelekea dawa kushindwa kutibu. Ushauri wangu ni kwa washauri, kwa watu wote, kwa wagonjwa wahakikishe wanafanyiwa uchunguzi, ndo watumie hizo antibiotic. Waache kutumia antibiotic kwa mazoea kwamba hii ilikuwa ilimtibu babu yangu au ilimtibu baba yangu au ilimtibu mtoto mwingine ambaye alikuwa na dalili kama hiyo. Wadudu wanasababisha dalili sawa, lakini wadudu tofauti na wengine wameshakuwa sugu. Kwa hiyo kwanza kachunguzwe, uambiwe una nini, ndo wakupe antibiotic. Akieleza mikakati ya serikali kukabiliana na changamoto ya usugu wa vimelea kwa mifugo, mkurugenzi wa huduma saidizi kutoka wakala wa maabara saidizi ya mifugo Furaha Kabuja amesema serikali inatekeleza mkakati wa kudhibiti usugu wa vimelea wa mwaka 2023-2024 unaohamasisha matumizi sahihi ya dawa, huku wafugaji wakikiri kuwa wamekuwa wakitibu kuku kiholela. Tunao mkakati wa kudhibiti usugu wa madawa kwenye wanyama wa 23-24. Tuna utekelezaji huu mkakati. Moja, kwa nizungumzie tu kwa upande wa wakala, tunatumia njia mbili. Moja, kufanya awareness, yani kuhamasisha wafugaji juu ya matumizi sahihi ya dawa, kwa sababu akitumia vizuri zile dawa kwa usahihi, usugu hatutakuwa nao. Kwa hiyo hilo kwa upande mmoja, kwa wafugaji kuhamasisha juu ya matumizi sahihi, kwamba mnyama anapougua muone daktari, atachukua vipimo, ataleta kwa wakala wa maabara, vitapimwa, majibu yatatoka na tiba sahihi itafanyika. Na kwa upande wa pili, tunaangalia kwa ango nyingine ya vyakula vya wanyama. Kwa upande wa vyakula, tunachofanya ni kwamba ni kuhakikisha kwamba vyakula vinatengeneza kwa ratio sahihi. Kwa kweli kwa sasa hivi baada ya kupata elimu hii tunajaribu kuzingatia hasa
katika haya masoko maalum ambapo mifugo hawatakiwi wawe na yale madawa katika miili yao. Lakini ukweli uliopo ni kwamba wafugaji wengi hatupendi kupata hasara, na kwa maana hiyo kuzingatia ule utaratibu wa madawa bado yako mwilini na kuku anauzwa haufuatiliwi kwa sahihi. Mwanzoni nilikuwa tunatibia mifugo bila kupata njia za wataalamu, kuuliza kwa wataalamu. Sasa hivi kwa seminar niliyoipata leo nitakuwa nauliza wataalamu njia sahihi ya kutumia dawa, ambao kabla mnyama hajapata dawa inabidi nikutane na afisa ugani wa kata anieleza jinsi nitumie dawa gani, na kama mfugo unaumwa nipeleke laboratory ili wajue dawa sahihi ya kutumia. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Na tuelekee sasa mkoani Mbeya ambapo mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya SSF Malumbo Ngata amewataka maafisa wa zimamoto mkoa huo kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao ipasavyo kulingana na nyadhifa zao. Taarifa na Daniel Semelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya SSF Malumbo Ngata amesema hayo wakati wa zoezi la kumvisha cheo mmoja wa maafisa wa jeshi hilo, mrakibu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Gervas Fungamali, ambapo amewataka maafisa kufanya kazi kwa weledi. Ni majukumu kwa mrakibu msaidizi, sasa amekuwa mrakibu. Kwa hiyo maana yake majukumu yameongezeka. Na mimi mwenyewe nijipendelee, nilikuwa mrakibu wa zimamoto, sasa hivi nimekuwa mrakibu mwandamizi. Kwa majukumu yameongezeka. Kubwa tuombeane, tumwombe Mwenyezi Mungu tutekeleze majukumu ili tuweze kurudisha imani kwa wale ambao wameweza kutuamini na kutupa vyeo hivi. Mwenzako akienda hatua moja, maana yake hatua inayofuata na wewe unakuja. Kubwa tuendelee kufanya kazi kwa kujituma, kwa nidhamu na weledi, kuhakikisha kwamba kesho na kesho kutwa basi mamlaka zione kwamba tuna haja ya kupanda ngazi nyingine ili tuweze kutekeleza majukumu yetu ya kila siku. Kwa upande wake, afisa aliyepandishwa cheo kutoka kuwa mrakibu msaidizi mpaka kuwa mrakibu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya Gervas Fungamali amekiri kuhakikisha anafanya kazi kwa bidii kwa kushirikiana na maafisa wenzake. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye namshukuru sababu yeye kwa yake mimi ndio nimepata hiki cheo. Wangu kwa maaskari kwa kweli tufanye kazi kwa bidii. Tufanye kazi kwa bidii sababu unapokuwa umepata cheo, kitu pekee ambacho unachoweza kufanya ni kufanya kazi kwa bidii na kwa weledi. Ukifanya kazi kwa bidii na kwa weledi, basi utaonekana na utapata cheo. Lakini mimi binafsi niahidi tu kwa askari wenzangu, lakini na Watanzania wenzangu wote kwamba ndawatumikia kwa weledi na kwa nguvu na kwa ari zaidi, kwa sababu unapokuwa unapata cheo kinakuongezea morali. Kwa mimi binafsi nitafanya kazi kwa bidii. Sio kama nilikuwa sifanye kazi, hapana, nilikuwa nafanya kazi sana, lakini sasa ndaongeza morali zaidi, sababu kama ambavyo mnavyojua unapokuwa unapata cheo maana yake kama na majukumu pia yanaongezeka. Kwa hiyo naamini sasa kwamba kutokana kwa cheo changu kipya sasa nitafanya majukumu yote na kazi zote ambazo nitakayokuwa nimepangiwa kwa weledi na kwa morali zaidi. Katika hatua nyingine, Kamanda Gervas Fungamali ameongeza kuwa atahakikisha anasimamia majukumu yake kwa maaskari wote ili kuhakikisha kila mmoja anafanya kazi kutokana na nafasi zao. Kitu kipya tutegemee vitu vingi. Kwanza wale wote wale maafisa ambao walio chini yangu na askari wote, naamini kwamba sasa ndaitahidi kuwasimamia ili tufanye kazi kwa bidii zaidi, lakini kwa weledi zaidi, sababu kama ambavyo mnavyojua Mbeya pia tumekuwa ni mji ni jiji. Kwa hiyo nategemea sasa nikiwa na cheo kama hiki basi tutafanya kazi vizuri zaidi. Kutoka katika ofisi za zimamoto mkoa wa Mbeya, mimi ni Daniel Semelta, TVE Habari. Asante sana Daniel Semelta kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.